5 steps of self-discipline. Aina tano za nidhamu binafsi ambazo unatakiwa kuwa nazo maishani. Nidhamu ni ile hali au uwezo wa kujisimamia mwenyewe kufanya kitu pasipo kulazimishwa na mtu yeyote wala kusimamiwa. Hiyo ndio tunasema nidhamu. Duniani watu wote ambao unaona wamefanikiwa katika field mbalimbali, aidha ni kwenye biashara, ni kwenye kilimo, uandishi wa vitabu, walimu, madaktari, waimbaji, wacheza mpira, wote ukifuatilia sana utakuta kwamba walibebwa na kitu ambacho kinaitwa nidhamu. Kwa maana kwamba walifanya kazi kwenye maeneo yao pasipo kulazimishwa na mtu wala kufasiwa. Hiyo tunasema nidhamu. Sasa kuna nidhamu kadhaa ambazo unatakiwa kuwa nazo katika maisha yako ili uweze kufikia malengo ambayo unataka kufikia. Nidhamu ya kwanza tunasema emotional discipline. Ni nidhamu ya kihisia. Watu wengi sana wamepoteza hatima zao, wamepoteza fursa zao, wamepoteza vipaji vyao kwa sababu ya kukosa nidhamu ya kihisia. Unapokuwa upo duniani, sio kila kitu unatamani kukifanya. Sio kila kitu unatamani kuwa nacho, kwa sababu usipokaa makini, ukianza kuendeshwa na hisia, unaweza usifikie malengo. Kwa sababu gani? Ukiwa unatamani kupata kila kitu, yani sasa na kuendesha yani ukitaka kila kitu unachotamani kununua unanunua, kila kitu unachotamani kufanya unafanya. Maana yake ikifika wakati sasa ni hisia zako zimeanza kuharibu maono yako, maana ni kwamba unaweza usifike unakotaka. Kwa hiyo nidhamu za kihisia ni za muhimu sana. Kuna watu walienda kinyume, wakaingia kwenye kutafuta wake za watu, wengine wakaiba vitu vya watu, wengine wakanunua vitu vile ambavyo havina faida juu yao, na hatimaye wameharibu maisha yao, na wengine hatimaye walishaharibu ndoto zao. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na nidhamu ya kihisia. Ujue vya kununua ni vipi, ujue vitu gani vya kuacha. Lakini nidhamu nyingine ambayo unatakiwa kuwa nayo tunasema progressive learning discipline. Kuwa na nidhamu ya kujiendeleza. Dunia leo imetawaliwa na sayansi na teknolojia. Kwa hiyo ili kuwa bora katika eneo lako ambalo unafanya, hizo ni mfanyabiashara, mkulima, mwimbaji, mwalimu, nani, unatakiwa kuwa na kitu kinaitwa progressive learning discipline, au kuwa na strategic skill, yani ujuzi wa kimkakati kwenye eneo lako, kwamba unafanya kitu ili baadaye kije kukusaidie. Kama hutofanya hivyo, basi itakuwa changamoto. Kwa sababu gani? Itafika muda utaondolewa kwenye soko. Kwa hiyo unatakiwa kujifunza kila pale. Kwa mfano kufanya biashara, unatakiwa kusoma vitabu vya biashara ili kujua soko linaendaje na unaweza ukaingiaje kwenye ushindani wa soko. Usipofanya hivyo, utajikuta uko nje ya mfumo na biashara yako itaharibika. Lakini kitu kingine, nidhamu nyingine ambayo unatakiwa kuwa nayo, tunasema money discipline. Fedha, ni kweli, fedha tunasema ni kila kitu ambacho unaweza ukawa nacho kikakusaidia kupata kitu kingine. Fedha sio shilingi wala sio noti, bali ni kitu ulicho nacho ambacho kinaweza kukusaidia kupata kitu kingine. Na ndio maana wanaposema huyu mtu ni tajiri mkubwa, hawaangalii fedha alizonazo benki, bali wanaangalia vitu anavyomiliki. Sasa hii ni discipline ya fedha au nidhamu ya fedha ni muhimu sana katika maisha. Kwa sababu gani? Usipojua fedha yako uitumie wapi, unaweza ukaingia katika hatari kubwa sana. Na usipojua namna gani utapata fedha, napo ni hatari sana. Kuna watu ambao walikosa nidhamu ya fedha, wameingia matatizoni. Aidha walitamani kitu cha mtu akaiba, lakini wameishia jela. Kuna watu ambao wameoa wazazi wao kwa sababu ya tamaa ya fedha, kupata fedha haraka. Lakini kuna watu ambao waliingia kwenye mambo ya kutembea na vile na waume za watu ili wapate fedha. Usipokuwa na nidhamu ya fedha, utakuwa na changamoto sana. Kwa sababu gani? Fedha ndio itakayokusaidia wewe kupata vile vitu ambavyo unatamani kufika kwenye maono yako. Nidhamu ya fedha ni nidhamu muhimu sana. Kwa sababu gani? Unatakiwa ujue kwamba fedha kuipata, kuipeleka wapi. Yaani iende kwenye kitu ambacho unatamani kufanya. Yaani uwekeze fedha yako kwenye kitu ambacho kina faida ya baadaye. Yaani usiwaze faida ya leo, bali waza faida ya baadaye. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na nidhamu ya fedha. Lakini nidhamu nyingine tunasema time discipline. Nidhamu ya muda. Muda ni rasilimali pekee ambayo huwa haina mbadala, yaani haina kilindikizi. Muda ukiondoka umeondoka. Usipotumia muda vizuri, unaweza kujikuta kwamba ulishatoka kwenye mfumo. Ogopa sana ili ifike muda kwamba useme kwamba ningefanya. Hiyo ni kauli mbaya sana. Tumia muda. Acha kutumia muda kukaa vijiweni, acha kutumia muda kucheza, acha kutumia muda
kuingia kwenye social media muda mrefu, na huku kuna kitu ambacho unakipigania. Tumia muda wako kufanya investment, tumia muda wako vizuri kuwekeza kwenye maono ulionao, ili baadaye ufike mbali, ili uje ufaidi muda. Waliosema kwamba finali ni uzeni, walikuwa na maana ya kwamba kama utacheza sasa hivi, maana yake uzeeni utajuta. Kwa hiyo utaamini kwamba hakikisha muda wako unautumia vizuri, fanya investment in your time kwa ajili ya maendeleo ya baadaye. Lakini nidhamu nyingine ambayo tumetoka kwa ni kitu inaitwa association discipline. Nidhamu ya kuwasiliana na watu. Ni watu gani ambao unaambatana nao? Usipokuwa nidhamu hii utajikuta kwamba wewe ni mfanyabiashara, lakini marafiki zako bwana ni watu ambao ni wacheza mpira. Wewe unauza bucha, lakini marafiki zako ni watu wa kitu ambacho haviendani. Kwa hiyo takiwa ukiwa na nidhamu ya association, maana utatambua watu gani unatakiwa kuambatana nao, utajua ni maarifa gani unatakiwa kuwa nayo. Kwa hiyo nidhamu hii huwa ni ya muhimu sana. Lakini nidhamu nyingine ambayo unatakiwa kuwa nao, tunasema sasa katika hizi nidhamu 5 ambazo tumezieleza hapa, unatakiwa kuzitumia, ndizo ambazo zinaweza zikakufikisha mahali unapotaka. Ukishika nidhamu hii, lazima utaona mabadiliko kwenye maisha yako. Na hili somo ambalo nimetoa hapa, kuna kitabu ambacho nimekiandika kinaitwa The Power of Your Attitude, maana yake nguvu ya mtazamo wako. Kitabu kile ukisoma kitakusaidia zaidi kujua mambo gani uyafanye, mambo gani uyaache, na hiyo ndio tunasema nini, nidhamu. Lakini vile vile kitabu kile nimeelezea namna gani ya kuweza kugundua kusudi lako duniani. Vile vile nimeelezea namna gani unaweza ukafanya ili kuweza kufikia ukaanza kutumikia. Lakini vile vile nimeeleza namna gani ya kutambua kipaji ulichonacho kwenye maisha yako. See you at next level.